Watu 7 wamefariki maji kaunti ya Makueni katika muda wa majuma mawili yaliyopita kutokana na mvua kubwa ambayo imekuwa ikinyesha eneo hilo. Mvua hiyo pia ikisababisha uharibifu mkubwa wa nyumba katika vijiji mbalimbali vya Makueni. Wa punde zaidi akiwa ni mwanaume aliyesombwa alipokuwa akivuka mto eneo la Kaiti. Mary Kyalo anatujuza zaidi. Maeneo tofauti nchini yanapoendelea kushuhudia uwepo wa mvua nyingi, baadhi ya maeneo hayo yameripoti mauti yanayosababishwa na mafuriko. Kaunti ya Makueni ikiandikisha idadi ya watu 7 ambao wamepoteza maisha yao tangu mvua kuanza. Bernard Wambua, mwanaume mwenye umri wa miaka 67, alipoteza maisha yake baada ya kusombwa na maji ya mto Isuuni kwenye mpaka wa eneo bunge la Kaiti na Mbooni siku ya Jumatano alipokuwa akivuka mto ule. Mwili wake uliopolewa na maafisa wa kukabiliana na majanga katika serikali ya kaunti ya Makueni. Hii habari tulipata usiku kama tumelala. Alikuwa ametoka kazi na alikuwa na mwenzake wanaenda nyumbani. Mwenzake akavuka kidogo, akimaliza kuvuka, kwa sababu alikuwa amemwambia angoje kwanza amwangalie maji kama ni mingi. Vile aliona ameweza kuvuka, akamfuata nyuma. Baadaye akasikia akimuita jina. Kidogo akaangushwa na maji, mara yake ya mwisho kumuona. Ndio asubuhi tukapata habari kitu saa 10 ya jioni. Asubuhi ya leo ndio tukaanza kumtafuta, kwa sababu tulikuwa hatuna manpower ya kumtafuta, lakini kwa sababu ya team rescue ya Makueni County tumeweza kumuona kwa haraka. Maafisa hawa wakibaini kuwa visa takriban 5 kama hivi vimeripotiwa katika afisi zao, wakiweka wazi kuwa kuna kesi ambayo wanaendeleza ya kuopoa mwili kutoka mto wa Ikaasu eneo la Kathonzweni, wakirai wakazi wa maeneo hayo kutotumia njia zilizoko kwenye mito. Today morning we received a distress call reporting a man who had been swept away by Ikaasu River. Yesterday at 9 p.m. Today at 10:50 we have managed to retrieve his body and hand it over to the police. We urge the people of Makueni to avoid flooded rivers. We have had other 5 more cases. We have 1 active case whose body we have not been retrieved. That is the Ikaasu River in Kathonzweni. Search and recovery is still going on. Aidha, wakazi hawa wamerai serikali ya kaunti ya Makueni kuwasaidia katika kuimarisha mito ambayo iliyoko kwenye njia wanazotumia kuelekea masokoni, ambayo inaweka maisha yao hatarini. I think there is need for the county government ikuje reconstruct upya na iweke ikue flat, ama watuletee tu culverts upate maji ikiwa mingi, we can still access the market na hiyo nini hapo juu. So ituletee hizo culverts, ikozide ituletee culverts ama itujengee upya. Mary Kyalo, Undugu TV.